Kama nilivyosema, tutakuweko katika kitabu cha Mwanzo kwa muda. Naomba tusimame tusome maandiko. Tunasoma kitabu cha Mwanzo. Nitasoma mistari ya kwanza 5, lakini ni kwamba tutakuwa kwa wakati huu katika mstari wa kwanza. Kitabu cha Mwanzo mlango wa kwanza, mstari wa kwanza hadi wa 5. Nasema hivi: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Nayo nchi ilikuwa tupu, tena bila umbo, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho wa Mungu akatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru. Ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Mungu akaiita nuru mchana, na giza akaliita usiku. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya kwanza. Hilo ndilo neno la Mungu. Tumshukuru Mungu na tukae. Naomba tena niwasomee mstari ule wa kwanza peke yake, na unasema hivi, mstari wa kwanza katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza: Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Andiko letu kiliangalia lina sehemu 3. Ukitaka kujua mkazo wa andiko, lina sehemu 3. Kabla hatujaingia katika maelezo ya kulikuwa vipi na yalijiri kwa mpangilio gani, mfuatano ulikuwa upi, ambayo unaanza katika mstari wa 2. Hayo maelezo yanaanza katika mstari wa 2. Kabla hatujafika huko, tukae kwanza katika mstari wa kwanza. Tuangalie unasema hivi: hapo mwanzo. Hiyo ndio sehemu ya kwanza ya huo mstari. Steve, tuko pamoja? Hapo mwanzo. Kisha neno moja, Mungu. Kwa hiyo lini? Hapo mwanzo. Nani? Mungu. Akafanya nini Mungu? Aliziumba mbingu na nchi. Niwatolee wazo asubuhi ya leo kwamba katika maandiko yote huu mstari ndio msingi wa kila kitu. Ukiondoa huu mstari hauna maandiko. Ukiukanusha huu mstari hauna maandiko. Hapo mwanzo. Kwa hiyo kuna mwanzo. Hivi vyote tunavyoviona, hata usivyoviona, vina mwanzo. Hapo mwanzo kilichotokea ni kitu gani? Sio kitu, ni Mungu. Wala sio mtu, ni Mungu. Hapo mwanzo Mungu. Kwa hiyo tunapoutangaza huu mstari kama Wakristo, tunaposema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nataka niwaambie kwamba tunafanya muhtasari wa mambo kadhaa, na mimi nimeorodhesha mambo 5. Jambo la kwanza, na ambalo tutalizingatia katika ibada ya leo, hao mengine tutafuatilia katika ibada zifuatazo. Jambo la kwanza ni kwamba tunatangaza uhakika wa kuweko kwa Mungu. Tunatangaza uhakika wa kuweko kwa Mungu. Ndilo jambo la kwanza. Hatuelezi, hatufafanui, hatubishani, hatuwasilishi hoja. Tunatangaza kwa ujasiri na kwa mamlaka uhakika wa kuweko kwa Mungu. Hapo mwanzo Mungu. Basi. Unajua sijui kama unakubaliana na hii hoja kwamba Mungu yuko. Unajua kuna wengine ambao wanasema Mungu hayuko. Hapo mwanzo Mungu. Basi. Kwa hiyo tunatangaza uhakika wa kuweko kwa Mungu, lakini pia katika hilo tangazo lazima tuwe tunatangaza uhakika wa ufunuo wa Mungu. Maana tunajuaje yaliyojiri pale mwanzo? Isingekuwa kwamba Mungu ametufunulia, hatungelijua. Kwa hiyo tunapotangaza uhakika wa kuweko kwa Mungu, pia pale lazima iwe kwamba tunatangaza uhakika wa ufunuo wa Mungu. Jambo la pili. Jambo la tatu, tukizungumza hivi, ni kwamba tunatangaza kwamba Mungu wa Biblia ndiye Mungu wa kweli. Sio miungu. Sio mmoja katika kundi. Hapo mwanzo Mungu. Basi. Hana mwenzake. Kwa hiyo tunatangaza uhakika wa kuweko kwa Mungu, tunatangaza uhakika wa ufunuo wa Mungu, lakini pia tunatangaza kwamba Mungu wa Biblia ndiye Mungu wa kweli. Kisha kwa sababu tunasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, aliviumba vyote. Tumetoka kusoma
katika mlango wa 4 wa Ufunuo wa Yohana, na tumeona mbingu za mbingu aliko Mungu, kiliko kiti chake cha enzi kunavyokaa kule, muonekano wake, wahusika wanaopatikana kule, vitu vya ajabu ambavyo havionekani kawaida kwa macho. Lakini sisi tunao uzoefu wa vitu ambavyo vinaonekana kwa macho: nyasi, ng'ombe, wanadamu wenzetu, samaki, miti. Kwa hiyo hivyo vilivyo katika Ufunuo mlango wa 4, na hivi ambavyo tunaviona kila siku, vyote aliviumba Mungu. Tunaposema kwamba aliziumba mbingu na nchi, jambo la nne ni kwamba tunatangaza uweza, utawala na utukufu anao yeye Mungu. Kwa nini? Kwa sababu yeye ni muumba vyote. Kwa hivyo uweza, utawala na utukufu, mawazo muhimu na ya kimsingi katika maandiko. Kama nilivyosema, tutakuwa tukisoma kitabu cha Mwanzo kwa sababu tunataka tuweke msingi mzuri wa uelewa wa maandiko yote yanayofuata. Usipoelewa kitabu cha Mwanzo, siku zote utakuwa na shida unapojaribu kuyaelewa maandiko mengine. Lakini kwa leo, kuanzia leo na Jumapili zinazofuata katika ibada ya Kiswahili, tutakuwa tunaweka huu msingi hadi Mungu atakavyotuwezesha kumaliza. Kwa hiyo jambo la 4 ni kwamba tunatangaza uweza, utawala na utukufu wa Mungu. Kwa sababu gani? Kwa sababu yeye ndiye muumba wa vyote. Na wazo la mwisho la 5 ni kwamba katika kusema haya yote tunakanusha kwamba maisha ni ubatili. Tunakanusha kwamba maisha ni ubatili. Ukiona mtu ambaye anajitoa uhai, nitoe mfano, mtu ambaye anajitoa uhai amefikia mahali ambapo amekubali katika nafsi yake kwamba maisha ni ubatili. Nikisema maisha ni ubatili, Kiingereza tuseme life is vain, life is meaningless, life is pointless. Unaona, sisi tunapotangaza kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, tunatangaza pale pale kwamba maisha sio ubatili, kuishi sio ubatili. Kuna Mungu muumba, ana malengo na makusudi katika uumbaji wake. Hauwezi kuja wewe kiumbe hii leo ukaangalia hali zako alafu sasa ukatangua yale aliyosema Mungu. Mungu ndiye muumba, alikuwa na malengo yake, akifanya alivyofanya. Sasa itakuwaje wewe unakuja wewe kiumbe unasema kwamba kuishi ni ubatili? Kwa hiyo sisi tunatangaza kwamba msimamo wetu ni huu, tunakanusha kwamba maisha ni ubatili. Sawa. Leo nataka tufikirie tu hilo tangazo la kwanza. Tangazo la kwanza ambalo ni uhakika wa kuweko kwa Mungu. Nitoe historia kidogo. Kitabu cha Mwanzo ni cha kwanza katika vitabu 5 ambavyo tunasema viliandikwa na Musa, ambavyo kwa pamoja tunaviita Torati, au wengine wanazuoni utasikia kusema Pentateuch, ambapo kutakuwa umetohoa neno Pentateuch. Vitabu 5 vya Musa ambavyo ni Mwanzo, Kutoka, Mambo ya Walawi, Hesabu na Kumbukumbu la Torati. Sawa? Baada ya Kiswahili tutazoea vitabu, majina ya vitabu tutazoea. Sasa hivi tutasikia ni kama lugha mpya ya kigeni, lakini tutazoea tu kwamba kuna Mwanzo, kuna Kutoka, kuna Hesabu, kuna Mambo ya Walawi na kuna Kumbukumbu la Torati. Ni vitabu 5 vya Musa. Vitabu hivi vinatolewa na Musa kabla ya kuingia katika nchi ya ahadi. Kumbuka wanapotoka Misri, katika kitabu cha Kutoka mlango wa 12-13, wanapotoka Misri wanaanza safari ya kuingia katika nchi ya ahadi. Kulikuwa na njia ya mkato, lakini ingewapitisha katika nchi ya Wafilisti. Na Mungu hakutaka waingie katika mapambano ya kivita baada ya kutoka Misri. Maandiko yanasema hivyo katika Kutoka 13 kwamba Mungu aliwapitisha kwa njia ndefu. Kisha kukawa na ule uasi wa Kadesh Barnea. Wakaambiwa waingie, wakakataa kuingia, wakasema kule kuna majitu na nchi na wameza watu, wakakataa. Kwa hiyo wakapewa adhabu ya kutangatanga jangwani miaka 40. Lakini mwisho wa siku walipokuwa wamefika katika kingo za nchi ya ahadi, Musa anasimama, anakariri mambo fulani. Kwa hiyo elewa kwamba huu ni mwaka wa 1400 na kabla ya Kristo. Hawa watu kwa miaka 400 wamekuwa ni watumwa Misri. Hawa watu wa ahadi
Yale makabila 12 hayajawahi kuwa na maandiko. Mungu anamjua vipi? Ni kwamba baba anamkariria mtoto wake, na yule mtoto anamkariria mtoto wake. Kwa hiyo hawakuwa na maandiko. Kitabu cha Mwanzo ndio msingi wa maandiko, kwa sababu Musa anasimama pale, anawaeleza hawa wametoka wapi? Wametoka Misri. Misri ni nchi aina gani? Ni nchi ya miungu mingi. Kuna miungu kila aina. Kuna mungu wa vyura, mungu ambaye kichwa chake ni ng'ombe, mungu mwingine ambaye kichwa chake ni cha mbwa, mungu mwingine ambacho kichwa chake ni cha ndege fulani. Kuna miungu, paka pia ni mungu kule Misri. Miungu imejaa. Kwa hivyo hakuna uhaba wa miungu kule Misri. Kwa hiyo wana uzoefu wa miungu. Wanakoenda ni wapi? Kanani. Kanani nako miungu ni mingi, imejaa tele. Kuna mungu wa uzazi, kuna mungu wa radi, kuna mungu wa maji, kuna kila aina ya mungu. Kwa hiyo wanatoka Misri kulikojaa miungu, wanaingia Kanani ambako pia kumejaa miungu, na wao hawana maandiko. Ufahamu wao wa Mungu ni kuhadithiwa, ni maneno ya mababu zao yamewafikia wao. Mababu zao ni nani? Abrahamu, Isaka na Yakobo. Kama ni ahadi za maagano wanazijua kwa kukaririwa, lakini kwa mara ya kwanza Musa anasimama, anawasimulia maandiko, anawaandikia maandiko. Na jambo la kwanza analolisema Musa ni kwamba hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi. Kwa hiyo tujiulize, kama miungu ni mingi walikotoka, kama miungu ni mingi wanakoenda, na pia kuna hawa wasomi tunawaita wana arkeolojia. Tukitafsiri Kiingereza tutasema archaeologist. Wana arkeolojia wamefanya utafiti, okay? Wamechimba magofu katika sehemu mbalimbali za dunia. Kama ni Amerika ya Kusini, kama ni Afrika huku, kama ni bara Europa, kote wamefanya uchunguzi mkubwa. Wamefukua kweli kweli. Katika kufukua kwao kote hawa wana arkeolojia, hakuna hata siku moja, hakuna hata jamii moja ambayo imepatikana kwamba kiasili ni wakana Mungu. Au niseme Kiingereza, hakuna watu ambao wamepatikana kwamba ni atheists. Mnanielewa sasa? Familia zote za ulimwengu wote, kote ambako wana arkeolojia wamefanya kazi, wamechimba, wanapata miungu, wanapata madhabahu, wanapata sehemu za ibada. Hakuna jamii hata moja duniani ambayo kiasili wamemkataa Mungu, wamemwasi Mungu, wamesema sisi hatuna ibada. Hakuna. Kwa hiyo wote wanaabudu. Sasa mbona basi tunaleta huu mkazo kwamba ibada yetu ya leo, mahubiri yetu ya leo, mkazo wake ni uhakika wa kuweko kwa Mungu? Ina maana gani kusisitiza kuweko kwa Mungu kama miungu ni mingi? Niseme hivi, Misri walikotoka na Kanani wanakoelekea, tatizo ni moja, sio wingi wa miungu. Wingi wa miungu ni dalili ya tatizo. Tatizo ni lipi? Ni kwamba hakuna ufahamu sahihi wa Mungu yule mmoja wa kweli. Ndilo tatizo. Tatizo la Misri, hawamjui Mungu wa kweli. Tatizo la Kanani, hawamjui Mungu wa kweli. Wanavyofanya, wanajitungia miungu mingi, miungu ya kila aina. Mungu wa moto, Mungu wa uzazi, Mungu wa kazi. Hata Warumi walikuwa na Mungu aliyewasaidia wezi. Kama wewe kazi yako ilikuwa ni wizi, kuna Mungu ambaye ungemuomba, Mungu wa wezi. Unaona? Sasa hiyo ibada, sijui kanisa lao lilikuwa vipi. Mungu wa wezi. Sijui mnatoa sadaka ama mnaiba sadaka, sijui. Lakini kulikuwa na hizo ibada. Kwa hiyo Mungu wa kila kitu katika maisha. Lakini tatizo sio wingi wa miungu. Tatizo ni kwamba ufahamu wa Mungu yule mmoja wa kweli haupo. Maandiko yanasema hivi katika Hosea nabii mlango wa 4 na mstari wa 6. Hosea nabii mlango wa 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo sisi tunaweka mkazo kwamba mstari wa kwanza wa kitabu cha kwanza ni wa kimsingi katika maandiko, kwa sababu
Huo mstari unatuletea uhakika wa kuweko kwa Mungu. Huo mstari ndio mwanzo wa ufahamu wa Mungu wa kweli. Huo mstari ndio kinga dhidi ya hii miungu, wingi wa miungu, sanamu na ibada batili zisizomsaidia mtu. Yohana 17 mstari wa 3. Yohana 17 mstari wa 3 nasema hivi: na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hiyo upande mmoja kuna Hosea 4:6 kwamba watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa, na upande wa pili kuna Yohana 17 kwamba uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa kwa hiyo mkazo wetu unaona kwamba una umuhimu. Kwa sababu gani? Kwa sababu usipomjua Mungu, ambapo hakuna ufahamu sahihi wa Mungu, kinachopatikana ni maangamizi. Ulipofahamu sahihi wa Mungu, kinachopatikana ni uzima. Sasa niulize swali, ni kitu gani ambacho kinapeleka kwamba tunafika kwamba hatuna ufahamu sahihi wa Mungu? Kwa nini hatuna ufahamu sahihi wa Mungu? Mbona Misri hawana ufahamu sahihi wa Mungu? Mbona Kanaani wanakoelekea hawa Wayahudi hakuna ufahamu sahihi wa Mungu? Vitu ni viwili. Cha kwanza, ujinga. Sasa neno ujinga sisi tumelitumia vibaya. Tunasema wewe ni mjinga, haujasoma. Ndio matumizi ya kila siku. Lakini kimaandiko sio hivyo. Kimaandiko kuwa mjinga ni kwamba hauna taarifa sahihi. Wewe ni mjinga, yani hujui, haujafahamishwa, haujaambiwa, taarifa hazija kufikia. Nitoe mfano katika kitabu cha Matendo 17. Tukienda pale Matendo 17. Matendo ya Mitume 17. Paulo ametembea, amefika katika mji unaoitwa Athene. Athene. Matendo ya Mitume mlango 17 kuanzia mstari wa 16. Ameenda Athene. Tunaambiwa hivi, Matendo 17:16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Kwa hiyo anaingia katika mji wa Athene. Mji wa Athene ulikuwa ni kama mmoja wapo wa miji mikuu wakati ule katika karne ya kwanza. Kulikuwa na wasomi wengi, kulikuwa na kuishi kwa kifahari kule. Yaani ulikuwa ni mji, tuseme katika ulimwengu wa leo ungekuwa ni mji kama mji wa wasomi ni upi sasa? Boston, Massachusetts. Mnapajua Boston? Boston, Massachusetts. Yaani kuna elimu nyingi. Sawa? Kuna vyuo vingi. Kuna wasomi wengi. Anapofika pale kwenye wasomi wengi, anapata hawa wasomi wana ibada. Paulo anasema hivi katika mstari wa 22. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athene, katika mambo yote naona ya kuwa nyinyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Hawa kwa sehemu kubwa wa Athene walikuwa ni wana falsafa, philosophers, wana falsafa. Lakini ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Anasema mstari wa 23, kwa sababu nilipokuwa nikipita huku na huko na kuona mambo ya ibada zenu, niliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Yaani sasa nimesema hivi, kuna Hosea 4 mstari wa 6 kwamba watu wangu wanaangamia. Kwa nini watu wangu wanaangamia? Kwa sababu hawana maarifa, hawana ufahamu sahihi wa Mungu. Huku uzima wa milele ni nini? Ni kumjua Mungu na Yesu Kristo mwanae aliyemtuma. Sasa watu wasipomjua Mungu wanafanya nini? Wanajitengezea miungu yao. Miungu inakuwa mingi. Sawa? Hawa wa Athene wamejenga kila aina ya madhabahu wakamaliza. Alafu wakafikiria wakaona nini? Huenda ikawa kuna Mungu ambaye hatujampa heshima yake.
ili asije akatuletea ghadhabu huyu Mungu ambaye hatumjui sisi. Wakaeka pale vizuri madhabahu, wakasema madhabahu kwa Mungu asiyejulikana. Sasa huu ni ujinga au si ujinga? Kumbuka Athene, ukisoma falsafa ama filosofi, utapata kwamba filosofia imezaliwa kule. Yaani kitovu, yaani chimbuko la falsafa zote za ulimwengu ni pale kwa sehemu kubwa Athene. Lakini wale wa Athene wamejenga madhabahu kila aina, mji wameujaza madhabahu. Kiasi ya kwamba wamefika mahali wamejenga madhabahu, wakasema madhabahu kwa Mungu asiyejulikana. Huu sasa ni ujinga, kwamba hawajui. Na unamwona Paulo anawaambia katika mstari wa 30, basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni. Wakati ule, kabla hawajampokea mjumbe wa Mungu akija kwao na ujumbe wa Mungu, Mungu anahesabia kwamba zamani zile ni wakati wa ujinga. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hiyo kuanzia sasa Waathene sio wajinga tena. Ukosefu wa ufahamu sahihi wa Mungu unakuja kwa sababu moja, ujinga. Hawana taarifa, habari hazijawafikia. Watu wa Athene walikuwa ni wajinga, japo ni wanazuoni, japo falsafa zote wanazo wao, okay? Lakini hawamjui Mungu. Kwa sababu hawamjui Mungu, wamejaza mji wao madhabahu, kiasi kwamba watu wamefikia kujenga madhabahu kwa Mungu asiyejulikana. Kiingereza mnasema just in case. Unajua, isije ikawa kuna Mungu ambaye tumemsahau haya kwa madhabahu. Sasa wakija pale wakiabudu, hebu fikiria katika akili yako, wanaabudu vipi? Sisi tukiomba tunasema Mungu. Wale wakiomba wanasema nini? Wanakuja na ng'ombe na mchinjo, wanasema huenda ikawa wewe ni Mungu na hatukujui na uko hapo nje na hatutaki ukasiriki. Kwa hiyo pokea sadaka zetu, Mungu usiyejulikana. Usije ukatukasirikia, usije ukatuletea ukame au maafa. Turehemu, Mungu usiyejulikana. Huo si ni ujinga? Unaona ujinga huo? Sasa ndio sababu ya kwanza, ujinga. Lakini taarifa kamili zinapokuja, taarifa sahihi zinapofika, ule ujinga unaondoka. Na huwa sio mahojiano. Ni kwamba ni kama hapa usiku, umekuja hapa usiku, hatuna taa, ni giza. Ukiwasha taa, hakutakuwa na mjadala ati sasa sijui kama giza litaondoka ama halitaondoka, sijui itakuwa. Unapowasha taa, mara moja giza linatoweka. Kwa hiyo mjinga anapopokea taarifa za kweli, anakuwa hana udhuru tena, hana kisingizio tena. Kwa sababu gani? Sio mjinga tena. Ujinga sio upungufu wa kiakili. Ujinga ni kutokuwa na habari za kweli. Lakini sasa Waathene katika mlango wa 17 wa Matendo ya Mitume, wanapopokea ujumbe sahihi, sio wajinga tena. Taarifa wanazo, wamejua. Kinachofuata sasa ni tunaingia katika maamuzi. Je, watakubali au watakataa? Hapo ndipo tunaingia katika eneo la upumbavu. Kwa hiyo tumesema kwa nini tunaleta mkazo huu katika ibada ya kwanza ya kuanzia mwaka wetu 2026, tukisema kwamba tangazo la uzima tunalo sisi, uhakika wa kuwekwa kwa Mungu. Kwa nini tumeleta mkazo kama huu? Tunasema hivi kwa sababu kama hatuna ufahamu sahihi wa Mungu ni nani, maangamizi. Tukimfahamu Mungu ni nani, uzima. Kwa hiyo kuna huo uzito. Na katika maandiko, ufahamu wa Mungu wa kweli unakosekana kwa sababu mbili. Ya kwanza ni ujinga, ya pili ni upumbavu. Unasikia
si kawaida unapoingia kanisani alafu unamsikia mhubiri akisema ujinga, upumbavu. Ni kawaida wanasiasa kusema vitu kama hivyo. Wakimtukana mwenzao wasema yule ni mpumbavu, yule ni mjinga, lakini mimi nasema hivi kimaandiko. Kuna ujinga kama tunaoona Athene. Mungu mwenyewe anashuhudia kwa mdomo wa Paulo mtume kwamba zama zile za Waathene kujaza madhabahu na kuona madhabahu hata kwa Mungu asiyejulikana, huu ulikuwa ni ujinga. Lakini kwa sababu nuru imefika, giza lazima linaondoka. Lakini giza linapoondoka, tunaingia katika maamuzi. Msikize Yesu Kristo anasema nini kuhusu maamuzi katika Yohana mlango wa 3. Yohana 3. Yohana 3:16 tunaijua. Niwasomee. Nuru inakuja kwa njia hii. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili kuhukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Amwaminie yeye hahukumiwi, asiamini amekwisha kuhukumiwa, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee wa Mungu. Na hii ndio hukumu, mstari wa 19, ya kuwa nuru imekuja. Kwa hiyo ujinga umeondoka. Nuru imekuja ulimwenguni, na watu wakapenda giza kuliko nuru, kwa maana matendo yao yalikuwa maovu. Kwa hiyo tuseme hivi, upumbavu ukiondoka, tunaingia katika eneo la maamuzi. Ni kwamba je, kitakachofuata ni kitu gani? Ni utii au ni uasi? Uasi tunauita upumbavu. Upumbavu. Nataka tuwe na ufahamu. Zaburi 14 mstari wa 1. Ili tumuelewe mpumbavu ni mtu aina gani. Zaburi 14 mstari wa 1. Mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Unaona, kimaandiko mpumbavu. Mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Pia Zaburi 53 mstari wa 1. Mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Mara mbili tunatolea ushuhuda ya kumhusu huyu anayeitwa mpumbavu katika maandiko. Na kinachomweleza mpumbavu ni kitu kimoja. Yeye anasema hakuna Mungu. Kwa muktadha wa mahubiri yetu ya leo ni tuseme hivi kwamba mpumbavu anaposema hakuna Mungu anaenda kinyume na mstari wa 1 wa kitabu cha Mwanzo. Kwa sababu mstari wa 1 wa kitabu cha Mwanzo, msingi wa maandiko yote unasema nini? Hapo mwanzo Mungu. Sasa huyu anapokuja anasema hakuna Mungu, anataka nini? Taarifa anazo. Zaburi 19. Taarifa anazo kuanzia mstari wa 1 hadi wa 6. Mbingu zinakiri siku zote kwamba Mungu yupo. Lakini huyu anakataa. Angalia tena katika Zaburi 14 mstari wa 1 na 53 mstari wa 1. Kinachofuata baada ya huyu mtu mpumbavu kusema moyoni kwamba hakuna Mungu, kinachofuata ni hiki: wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Hakuna atendaye mema. Zaburi 14 mstari wa 1. Sio kwamba tu amesema hakuna Mungu alafu akaacha, alafu akaishi maisha adili. Hapana. Anapomkataa Mungu, anakataa pia uadilifu. Anakataa pia utakatifu. Kwamba anapomkataa Mungu, anakataa pia sifa ambayo ni ya msingi katika Mungu mwenyewe. Sifa ya msingi katika Mungu mwenyewe ni sifa gani? Tumeisikia katika Ufunuo wa Yohana mlango wa 4. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Kwa hiyo huyu muasi, kwa sababu si mjinga, nafikiri nimeeleza vizuri, huyu si mjinga, huyu ni muasi. Katika ule uasi wake, anataka amkatae Mungu ili aishi anavyotaka yeye. Zaburi 14 mstari wa 1. Mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo. Hakuna atendaye mema. Zaburi 53 mstari wa 1. Mpumbavu husema moyoni hakuna Mungu. Ni wafisadi na wametenda mambo ya kuchukiza. Kwa hiyo kabla hawajakuwa wafisadi, kabla hawajafanya mambo ambayo ni chukizo, wanamkataa Mungu. Wanamkanusha Mungu. Wanapinga kuweko kwa Mungu. Kwa nini?
kwa sababu wanataka wao wenyewe kuwa Mungu. Unaona? Kisha baada ya kwamba yeye amejitawaza kwamba yeye ndiye Mungu, anajitengezea Mungu wa wizi. Unawezaje kuwa na Mungu wa wizi anayebariki wezi? Ati kile kisima kina Mungu wake. Kisima kina Mungu. Kisima. Aliyechimba kisima ni nani? Si ni wewe? Alafu kitakuwaje na Mungu ndani? Sanamu ambao wanaisujudia ilijichonga. Wameichonga wao, wanadamu. Unachukua Isaya ana picha na Isaya nabii kwamba mwanadamu mpumbavu anaingia msituni, msitu ulioumbwa na Mungu wa kweli, anakata mti, sehemu ya ule mti anaichonga, inakuwa ni sanamu, anaisujudia na iabudu. Ule mti sehemu anachukua zile mbao, anazipasua, zinakuwa ni kuni, anachoma nyama, anakula nyama. Huyo si ni mpumbavu? Unamwona mpumbavu? Kwa hiyo tuseme hawa wanamkataa Mungu ili waishi kama wanavyotaka wao, ili waishi katika uasi. Lakini ili uishi katika uasi, jambo la kwanza ni kwamba unakuwa mkana Mungu. Na sio kwamba hujui kuna Mungu, unajua kuna Mungu. Lakini kwa sababu umetaka unachotaka wewe. Mfano, mtu anataka kuwa shoga. Sio kwamba hajui kuna Mungu, anajua kuna Mungu. Lakini ili akimbie katika njia zake za ushoga, kitu cha kwanza ambacho atakifanya yule bwana ni kumkana Mungu. Anakuwa mkana Mungu. Akiwa mkana Mungu, sheria ameiondoa. Unaona? Yeye anakuwa ni yeye sheria kivyake. Kwa kinachompendeza yeye ndio sheria yake. Hataki kujua kama ni chukizo kwako au ni ashamuondoa Mungu, ashaiondoa sheria ya Mungu, ashaondoa utakatifu wa Mungu, kwa hivyo yeye aishi sasa. Anakuwa ni mpumbavu. Unampata katika nchi nyingine kwamba hajui tofauti ya mwanamke na mwanaume. Kwamba dume ambalo limezaliwa ni dume, linafika mahali linaanza kusema ni msichana. Hata anadungwa sindano za kumfanya kuwa msichana. Huo si ni upumbavu? Sio ujinga, kwa sababu wanajua ni uasi. Unaona? Wamekanusha ule mstari wa kwanza, na utapata watu kama wale kwa sehemu kubwa wana uadui mkubwa sana na Ukristo. Dini nyingine hawana shida nazo. Lakini dini ya Kikristo, chunguza, hawa ambao wanataka kuwa mashoga, hawa ambao wanataka kuua watoto, kuavya mimba siku na mchana, adui yao mkubwa ni nini? Ni dini ya Kikristo. Kwa sababu gani? Dini ya Kikristo msingi wake ni huu: hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, na kinachofuata kuanzia hapo hadi mwisho wa maandiko ni ufunuo wa huyu Mungu ni nani. Na kilele cha ufunuo wa huyu Mungu ni nani ni hiki: mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Lakini huyu ni muasi, hataki utakatifu, anapenda dhambi. Nikupe taarifa, ni rahisi kumwangalia yule sawa, yule shoga mbaya, yule mwizi mbaya. Lakini hata sisi, hata wewe, kwa wakati mmoja wewe ulikuwa ni mjinga, ulikuwa hauna ufahamu. Lakini upo wakati ulikuja ukatoka katika ujinga ukapata ufahamu, lakini ukaamua kuishi katika uasi, ukawa mpumbavu. Sisi sote tulishiriki katika upumbavu kwa sehemu moja au nyingine. Hawa watoto, kama unaona, kama mtoto kama huyu hajaokoka, mtoto kama huyu hajaokoka, sio kwamba hajui uovu. Si anajua uovu, anajua uovu. Kwa hiyo hili jambo la ujinga tuliondoe. Hakuna visingizio tena. Unajua uovu, unamjua Mungu, unajua kwamba Mungu anahitaji utakatifu, lakini hutaki utakatifu, hutaki mambo ya Mungu, unataka kujitawala. Kwa hiyo kwa wakati mmoja sisi sote tulikuwa huko, tuliishi maisha ya ujinga, tukaingia katika maisha ya upumbavu. Lakini ikaja siku tunasoma katika Waefeso mlango wa 2. Waefeso mlango wa 2 mstari wa 4 hadi wa 5.
Wacha tuwasome vizuri wa Efeso mlango wa 2. Usije ukasema wale, ujikumbuke na wewe pia. Paulo anaambia wa Efeso, msome kutoka mstari wa 1. Wa Efeso mlango wa 2 mstari wa 1. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama wengineo wote. Mstari wa 4 unasema hivi: lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alitufanya kuwa hai pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Hatukujitoa katika upumbavu, hatukujitoa katika ujinga. Mimi leo natumia maneno upumbavu na ujinga kwa sababu mara nyingine huwa tunajisahau. Sisi sote ambao tuko hapa, udhaifu wetu kwa sehemu ni kwamba tunajiona sisi, Kiswahili cha mtaani, sisi ni washapu sana. Kiswahili cha mtaani. Nikwambie kitu, wewe sijui ni lini ulikaa ukajifikiria ukasema ole wangu mimi mpumbavu. Lini umefikiria hivyo? Lini umejifikiria hivyo ukasema ole wangu mimi mpumbavu? Haujioni kwamba ni mpumbavu. Wewe unajichukulia kwamba hakuna kama wewe. Wewe ni wewe, wengine fala. Lakini wewe ndio wewe. Leo hii mimi nakuletea taarifa za maandiko kwamba number 1, wewe ni mjinga. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema akakutoa katika ujinga. Amekuletea ufunuo wake kamili, sahihi, maandiko. Amekutoa katika ujinga. Lakini baada ya kutolewa katika ujinga, baada ya nuru kuingia kama tulivyoona katika Yohana 3:19, sio kwamba tuliikimbilia ile nuru. Hatukuikimbilia ile nuru, si ndio? Kuna kipindi katika maisha yetu tulikuwa maadui wa ile nuru. Kwa sababu nuru inatumulika, inatuonyesha mapungufu, udhaifu, uchafu wetu. Hatutaki ile nuru, tukaipinga ile nuru. Lakini Mungu kwa sababu ni mwingi wa rehema, kwa wakati wake na kwa njia yake akatuhuisha. Ndio sisi hawa. Lakini hata leo, japo kuwa tumehesabiwa haki, hata leo katika utakaso wetu, sisi tukikaa tukijifikiria tunajiona sisi ndio sisi, wengine fala. Lakini ole wako mpumbavu. Unaona, kuna hatari ya kila siku ya kuingia tena katika upumbavu, kwamba ujinga umeondolewa, nuru unayo, lakini hautaki kutembea katika nuru kwa sababu unaipenda ile dhambi. Na wengine hata hatutafuti dhambi, tunajiweka karibu na dhambi ili ikipita tugusane. Unanielewa? Lakini unasema hutafuti, lakini unajiweka. Ni kama mwanamume, maana mimi ni mwanamume. Ni kama mwanamume kusema mimi yule binti simtongozi, lakini unaenda karibu na nyumba yao. Unatafuta nini? Unaona? Atiana bangaiza tu. Unabangaiza tu. Umejipeleka pale ukijua wazi kwamba anaishi pale na kwenda mtapatana, lakini humtongozi. Humtafuti. Unasema hivi. Unasema mimi sitaki kuiba. Sawa? Mimi si mwizi. Lakini wewe tukiangalia katika mtandao, hii mitandao ya kijamii, wewe kazi yako ni kuangalia vitu vya kifahari, ukitamani vitu vikubwa ambavyo huna uwezo wa kuvinunua. Unafanya nini? Wewe unajiandaa kuwa mwizi. Ama wewe ni kama unajiandaa kuwa mwizi. Kwa hiyo kuna ndani yetu kuna huu dhaifu kwamba ndio nuru tunayo, tunajua sifai kwenda pale. Lakini kuna ule upumbavu unajaribu kuibuka kila siku. Ndio njia ya utakaso hii. Na nimekuja kukuambia, tunapotangaza sisi kama Wakristo, maana sisi sio walimwengu. Walimwengu wamempinga Mungu.
Hakuna mlimwengu hata mmoja ambaye kwa asili ni mkana Mungu. Hakuna. Wana arkeolojia wamechimba kote duniani, hawajawahi kupata mwanadamu yoyote aliyeishi katika sehemu yoyote ya ulimwengu huu ulioumbwa, unaojulikana, unaofahamika, ambaye kiasili ni mkana Mungu. Kumkana Mungu ni maamuzi. Unaona? Ni maamuzi. Ujinga umeondolewa kwa sehemu kubwa katika ulimwengu wa sasa. Ujinga umeondolewa, nuru imekuja, lakini hukumu ni hii kwamba baada ya nuru kuingia, watu bado wanafanya maamuzi ya kuwa wapumbavu. Na sisi kama Wakristo, mwaka unapoanza 2026, ni kwamba tutafakari, tutie akili kwamba nuru tunayo, ndio. Ujinga umeondoka, ndio. Msingi tunao, ndio. Na upumbavu je? Kila siku tunaingia katika mapambano na upumbavu. Dalili ya kwanza ya kwamba umeingia katika mtego wa upumbavu ni kwamba hapa tulipokaa, nikakwambia ujipe namba 1/10, sisi tukiwa watu 10. Ibada ya Kiswahili leo watu si wengi. Tukiwa watu 10, kimaarifa wewe ni namba ngapi? Hautajiweka namba 10, hauwezi. Wewe utasema pengine pastor huenda amenishinda kidogo, lakini kuna sehemu naona naweza kumsaidia, lakini nafikiri amenishinda kidogo huyu pastor, lakini hao wengine wote hapana. Kwanza huyu fulani. Huyu labda nimsaidie mimi. Unaona? Unaponifikiria mimi hivyo, tayari ushaingia katika ule mtego wa upumbavu. Manake angalia, udhaifu wako hautauona vizuri kwamba ni udhaifu. Utajiingiza hatarini ukidhani kwamba wewe unazo nguvu za kupambana na dhambi. Na kumbe kweli wa mambo ni kwamba wewe ni dhaifu, ni mnyonge. Unaona? Paka yule wa nyumbani, mnyama kipenzi, hata akajichocha kivipi, hawezi kupigana na simba. Hata ajiambie nini, aende semina gani, apewe vitabu gani asome, mwisho wa siku yeye ni paka. Asili yake ni kwamba ni paka, na yule ni simba. Hawezani na mbwa, sembusi simba. Lakini sisi huwa tunasoma vitabu au tunapitia jambo fulani, tunajiona kwamba tumefika. Naomba niwakumbushe siku ya leo kwamba Mungu ametuletea nuru katika uso wa mwanawe Yesu Kristo. Tunao ufunuo kamili, ndio huu hapa. Kwa hiyo ujinga umeondoka. Hatuna sisi ujinga, hatuna visingizio, hatuna udhuru. Lakini upumbavu ambao humpeleka mwanadamu katika kumkana Mungu upo. Wengi watasema mimi si mkana Mungu. Ni kweli, wewe si mkana Mungu rasmi. Kiingereza you're not officially an atheist. Kiingereza. Haujaingia. Kuna chama Kenya hii kimesajiliwa, sio? Chama kana Mungu. Na huwa analeta maombi kwa serikali, vitu kama hivyo. Wewe si mwanachama kule. Kwa wewe si mkana Mungu rasmi. Lakini katika kuishi kwako, katika maamuzi yako, huenda ikawa wewe ni mkana Mungu. Unaishi kana kwamba Mungu hayupo. Wewe ndiye Mungu. Maamuzi yako ni ya kwako. Hakuna siku unasema sitafanya hiki kitu kwa sababu mimi naona ni chukizo kwa Mungu. Kimekupendeza? Basi. Hakikupendezi? Weka kando. Kinakusumbua? Weka kando. Japo kinakusumbua lakini kitamfaidi mwenzako, sitaki. Ni usumbufu kwangu. Basi unaishi kama mkana Mungu. Katika Jumapili hii ya kwanza, ningeomba kwamba turudi tena katika kitabu cha Mwanzo. Tuanze upya. Tujiulize, piga hesabu. Wewe mwenyewe hapo ulipo, jiulize mwaka wa 2025. Je, nimeishi maisha aina gani? Nimeishi maisha ya kuona vizuri upumbavu wangu, au nimeishi kana kwamba Mungu hayupo? Namsaidia Mungu sana mimi. Mimi ni mshapu sana, Kiswahili cha mtaani. Mimi ndio mimi, wengine fala. Hawanifikii. Wataniona. Kwa sasa sijajitokeza vizuri, lakini ipo siku watanitambua hawa. Inamisha kitu chako, tafakari, jifikirie, zungumza na Mungu wako, kisha tutaomba kwa pamoja.